mtazamaji wa SAUT TV katika kipindi cha Sports Warm Up, kipindi ambacho tunakutana na wanamichezo hapa kuweza kujadili mengi ya usio michezo. Na leo katika mada tunayo mada isemayo mipango ya kukuza soka la wanawake ndani ya chuo cha Mtakatifu Agostino. Na katika kulizungumzia hilo studioni tumemwalika mwanadada, yeye ni mchezaji wa timu ya wanawake kwa upande wa mpira wa miguu, lakini hata kuwa peke yake tumemwalika pia katibu wa Wizara ya Michezo kutoka serikali ya wanafunzi SAUTISO kutoka hapa ndani ya chuo cha Mtakatifu Agostino. Na ninayekuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo mimi ni Sports Lady Hawa Mbulula, nitakuwa hapa kuweza kukujuza na kukuongozea kipindi hiki mwanzo mpaka tamati. Na nikusihi tu mtazamaji usikose kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo vinaruka hapa ndani ya SAUT TV, kule Instagram, YouTube, lakini Facebook pamoja na TikTok @SAUT TV. Na kuanza tu nikianza kwa katibu wa Wizara ya Habari kutoka serikali ya wanafunzi SAUTISO, yeye kwa upande wake. Nitakuja moja kwa moja kwa katibu, utuambie pengine mwitikio wa wanafunzi wa kike kushiriki katika soka la wanawake ukoje, wewe kama wizara? Sisi kama wizara, kwanza kuhusu soka la wanawake tumejipanga kwa sababu tunahamasisha wanafunzi wa kozi mbalimbali kushiriki na tunawatafutia pia nafasi ya kushiriki kwenye bonanza mbalimbali zinazokuwepo nje ya chuo au ndani ya chuo. Tunatoa nafasi kwa wanafunzi wote, yani haina ubaguzi kwamba timu ya chuo inahitaji wanafunzi kutoka kozi mbalimbali, watu wote wanaruhusiwa kujiunga na timu ya chuo. Kwako Teresia Mshanga, wewe ni mwanafunzi na ni mdada pia, ni miongoni mwa washiriki au mhusika wa moja kwa moja kwenye timu ya wanawake ndani ya chuo cha Mtakatifu Agostino. Kwa upande wako umesema umeanza kucheza mpira toka ukiwa ngazi ya sekondari, sasa hivi uko chuo kikuu. Wengine unaweza kutuambia wewe kama wewe ni nani hasa ambaye alikushawishi au alikusukuma kuweza kucheza au kujihusisha moja kwa moja na mpira wa miguu? Kwa upande wangu mimi nilipata uhamasishaji nikiwa sekondari. Nilipokuwa ninashiriki zile mechi za UMISENTA, nilikuwa natoka sehemu moja naenda sehemu nyingine. Huko ndo nilipata uhamasishaji, nikapenda kujiunga na soka ya timu ya mpira wa wasichana. Ndio maana mpaka na leo naendeleza. Leo uko ndani ya chuo cha Mtakatifu Agostino na ni miongoni mwa wachezaji wa upande wa wanawake. Pengine unaweza kumwambia mtazamaji wetu hamasa ikoje ndani ya kikosi nyie kama wachezaji, ukizungumzia morali kwenye mazoezi, kwenye mashindano mbalimbali, hamasa ikoje? Hamasa ni kubwa kiukweli kwa upande wetu sisi, kwa sababu sisi tuna malengo makubwa. Sisi kama SAUT Queen Football tunataka tushiriki hadi mechi ya kitaifa. Ndio maana yake tumeanza kuunda hiki kikundi chetu. Sasa hivi tumeanza na mechi ndogo ndogo, kwa mfano tumeshacheza mechi kama na Sengerema High College, tumecheza na Willow Girls. Mechi zote hizo tumeonyesha ushirikiano na tumecheza vizuri, na bado tunazidi kutafuta mechi nyingine ili tuzidi kukuza vipaji vyetu. Nikija kwa katibu wa Wizara ya Michezo, nyie ndo mna jukumu ndani ya wizara yenu kuhakikisha timu mbalimbali au vipaji mbalimbali mnaweza kuvibua na kuvikuza ndani ya chuo. Nyie kama wizara mmejipanga vipi kuhakikisha hasa wanadada mchezo au wanadada wanakuwa wanafanya vizuri kwenye ndani ya chuo na kuibua vile vipaji ambavyo viko ndani ya chuo? Nyie mnafanya vipi kuhakikisha hilo linafanikisha nyie kama wizara? Kwanza michezo ni morali. Yaani sisi ya sasa tunachofanya ni kuamsha ile morality ya wachezaji. Kwa mfano, tunapokuwa na timu kama hii, tunakuwa tunaweka ahadi mbalimbali. Kwa mfano labda game fulani mkishinda, sisi tutatia kitu kwenye mashindano yenu, au sisi wenyewe tutaweza kuamua kuanzisha ligi ambayo ligi hiyo ni kwa ajili ya watoto wa kike tu kwa mchezo wa mpira wa miguu, ambayo hiyo ligi sasa itakuwa ni kwa ajili ya kuwavuta wale watu wengine ambao hawapo kwenye timu ya chuo, na vile vile hiyo ligi itakuwepo ni kwa ajili ya kuendeleza yani kuwahamasisha watu waliopo kwamba hata sisi kuna namna moja au nyingine tunaonekana kama wachezaji wa chuo. Na kitu kingine tunachohitaji ni ushirikiano zaidi kati yetu sisi coaches pamoja na watu mbalimbali ambao pia wanahitaji kuendeleza vipaji vya mpira wa miguu kwa watoto. Pengine nikisalia hapo kwako, nyie kama wizara nizungumzie kwa upande wa
mpira wa timu ya wanaume ya chuo cha Mtakatifu Agustino ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri na inashiriki michuano mbalimbali ya nje ya chuo, yani vyuo mbalimbali. Sasa tukiangalia kama sasa hizi timu ya upande wa wanaume ya chuo cha Sauti inashiriki katika michuano ya chuo Challenge Cup, lakini kwa upande wa wanawake hatujaliona hili likifanikiwa. Sasa mwezo mkatuambia kama wizara ni kipi hasa ambacho kinawakwamisha timu ya wanawake pengine kufanya vizuri zaidi au kushiriki michuano mikubwa ambayo inafahamika zaidi kama tunavyoona timu ya wanaume inavyoshiriki michuano ya chuo Challenge Cup? Kwanza, timu ya mpira wa miguu wanawake ni timu ambayo ndo yani kwa sasa hivi ndo kama tunaifufua. Zilikuwepo ndio hata kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi ndo tunaifufua na tunaendelea kuwahamasisha watu waweze kujiunga na timu. Ukiangalia timu ya mpira wa miguu ya wanaume, Chuo Challenge Cup ni mchezo ambao unahusisha timu ya mpira wa miguu ya wanaume tu, ambayo ni kwa ajili ya kutangaza vyuo mbalimbali. Lakini ikitokea kwa sasa hivi yametokea mashindano ambayo yanahusisha timu za wanawake, sisi tunaweza tukafanya kwa namna moja au nyingine, tunaweza tukajihusisha kuwasaidia timu ya wanawake wanaocheza Sauti ili waweze kushiriki na wao waweze kuonekana, kwa sababu michezo hatufanyi tu kwa ajili ya kwamba ni leisure, hapana. Tunafanya michezo kwa ajili ya pengine ni ajira, pengine kufahamiana na watu. Kwa hiyo sisi kwa namna moja ama nyingine tunatamani hao wachezaji wafike mbali. Kwa hiyo tutajitahidi kupambana kuwatafutia nafasi mbalimbali. Ikitokea kuna timu, kwa mfano labda ikitokea kuna michezo au ligi ya mkoa kwa wanawake, sisi tutajitahidi kuwatafutia nafasi hivyo. Nikirudi kwako Teresia Mshanga, pengine kwa upande wako unaweza ukatuambia toka umejiunga kwenye timu ya chuo cha Sauti kwa upande wa wanawake, kitu gani kipi ambacho umeweza kujifunza kwa upande wako? Mkiwa kikosini, mazoezi, kipi ambacho ningeweza kuambia mtazamaji mimi nimejifunza hiki? Kwanza nimejiunga kwenye hii timu ya mchezo ya wasichana hapa Sauti. Nilichojifunza ni kwamba wapo watu ambao wanapenda kujiunga na timu ya wanawake ya mchezo hapa Sauti, lakini kinachowakwamisha ni kwamba wao wenyewe wanaona kwamba hii timu ya wanawake ni kama kinyume na maadili. Wanaamini kwamba wanawake kucheza mpira wa miguu ni kinyume na kwamba mpira wa miguu ni wa wanaume tu, kitu ambacho sio. Mimi kitu nilichojifunza ni kwamba ninavyoenda mazoezini na ninavyotoka hivi mazoezini inanisaidia mwenyewe kuwa active hata kufanya mambo yangu. Pengine kwa katibu wa wizara, nyewe kama wizara ni njia gani ambazo mnazitumia kuhakikisha mnawashawishi kwa wale wadada, maana tunaamini kuna wadada wengi pengine wana vipaji lakini hawashiriki kwenye hiyo timu yenu kwa upande wa wanawake. Njia gani ambazo mnaweza kuzitumia kuhakikisha mnaibua vipaji au mnakuza vipaji kwa wadada wengine ambao pengine hawajui kama kuna timu ya chuo waweze kujiunga ili waweze kukuza vipaji vyao? Njia gani mnazitumia kuhakikisha na hawa wanapatikana wanaweza kujiunga na kukuza vipaji? Njia ya kwanza ndio hii njia ambayo tunasema ni njia ya kuanzisha bonanza mbalimbali au michezo na vyuo vingine. Kwa mfano tarehe 31 mwezi wa 12 tulikuwa na yani tuseme ilikuwa ni friend games, yani michezo mbalimbali ambayo tulikuwa na chuo cha michezo cha Mali, ambacho pia michezo kama football wanawake pia walishiriki. Kwa hiyo tunapokuwa na michezo kama hiyo ambayo inafanyika hapa ndani ya chuo, ni hakika kabisa kwamba wanafunzi wengi wanakuwa wanaona, na vile pia tunatamani kushirikiana na wizara zingine na tunaendelea kushirikiana na wizara nyingine, kwa mfano Wizara ya Habari ambayo pia itatusaidia kufikisha mbali matangazo ya kuhusu labda taarifa kama kuna timu ya wanawake na vitu vingine vinavyohusiana na michezo. Nikija kwako Teresia Mshanga, wewe ni mwanafunzi lakini pia huko unapambana kuweza kutimiza ndoto zako za kimichezo. Pengine unajigawa vipi muda wako wa masomo na michezo? Kwenye kugawa muda wangu wa masomo na muda wa michezo, kwamba ratiba haingiliani na muda wangu ambao naenda kufanya mazoezi. Kwa sababu sio muda wote ule ambao mimi nakuwa nipo darasani. Kuna muda ambao nakuwa niko free. Huo muda ambao nipo free ndo naweza nikatumia kufanya mazoezi au nikatumia kufanya vitu vyangu vingine kama vile kurefresh. Kwa sababu gani? Vipindi hapa Sauti vinakuwa vinaisha saa 1:45. Mimi na sisi kama timu huwa tunafanya mazoezi kuanzia saa 1:45 mpaka saa 2:30. Kwa hiyo unaona jinsi gani muda wa darasani au vipindi vya darasani vinakuwa vingiliani na muda wangu wa mazoezi. Pengine toka kujiunga ndani ya chuo, mashindano mangapi ambazo umeweza kushiriki?
Kwanza tumejiunga na hii timu ya chuo, tumewahi kushiriki mechi 3, friend mechi 3, ambapo ilikuwa ni Sengerema Health College, Mali FC na Bilogero na hiyo. Pengine kwako katibu, unaweza kutambia wizara yenu kwa mwaka huu mmejipanga vipi kuhakikisha soka la wanawake ndani ya chuo cha Sauti kinaweza kukua na kuwa kidedea au kijulikane zaidi katika michuano mbalimbali, pengine hata ukilinganisha iwe sawa na timu ya wanaume inavyojulikana na katika michuano mbalimbali. Nyinyi mmejipangaje kama wizara? Kwa upande huo, sisi kama wizara tunachotamani kufanya na ambacho tumekusudia kukifanya ni pale ambapo tutaanzisha ligi kwa ajili ya wanaume, ni lazima nyuma yao kutakuwa na wanawake, ili wanaume wanavyokuwa wakicheza na wanawake wanavyokuwa wakicheza, hiyo inasaidia hata wanawake kuwa nini, yaani kuamka kwamba kama hawa wanapewa thamani fulani na sisi tunapewa thamani ile ile, yaani ni kama inaleta usawa kwa wanafunzi wachezaji wa kike pamoja na wanafunzi wachezaji wa kiume. Pengine ni nini ambacho kilikuwa kinakwamisha timu hii, au nisiseme kukwamisha, au ambacho labda kinakwamisha timu hii ya wanawake pengine isijulikane sana? Ni nini hasa? Ni uongozi uliopo au ni changamoto ni zipi? Sababu nyinyi mpo ndani ya wizara, mnaelewa. Kwanza niseme kama nilivyotangulia kusema mwanzo ni kwamba timu ndo tunaifufua. Ilikuwepo lakini baadhi ya watu walimaliza wakaondoka. Kwa hiyo kujenga unit inachukua muda. Ndio maana kwanza sasa hivi tunaanza na ligi ndogo au bonanza ndogo ndogo ili kadiri siku zinavyoendelea kuwa nyingi, wachezaji wetu wakazoeana, wachezaji wetu wakajenga bondi, wachezaji wetu wakawa na umoja, kwa sababu ukiwa uwanjani uchezi wewe kama wewe, tunacheza kama timu, na timu kazi yake ni kuwa tunafanya kazi pamoja. Kwa hiyo sisi tunachotamani wachezaji wetu wanavyoendelea kufahamiana zaidi, wanavyoendelea kutengeneza umoja na ushikamano, ndipo ambapo na sisi muda huo wao wanavyoendelea kujengana, na sisi muda huo tunaendelea kuangalia namna gani tunaweza tukawainua. Pengine kwako Teresia Mshanga, kwa kumalizia, ni ushauri wako kwa wadada wengine ambao wana vipaji na bado wanakaa wanajificha ficha, unawaambia nini wadada? Mimi ushauri wangu naowapa ni kwamba waje mazoezini. Mpira sio, yani mpira ni sehemu ya ajira hata kwa wanawake, kwa sababu sasa hivi tunaona soka mbalimbali kama wanawake wanazidi kucheza na wanaajiriwa. Kwa hiyo waje kwenye mazoezi, sio kwamba kucheza mpira wa wadada wa miguu ni kama ni kinyume na taratibu ambazo zimewekwa. Hata wanawake wenyewe wanacheza mpira wa miguu kama wanavyocheza wanaume na bado wanalipwa na wamezidi kukua. Kwa hiyo mimi ninachowashauri waje mazoezini. Na kwako katibu, wa kumalizia, dada wewe ni mdada pia ni mmoja wa kiongozi kwa upande wa Wizara ya Afya, pia ni mdada, na wewe unalipi la kuambia wadada wenye vipaji hasa wanawake kwenye mpira wa miguu na michezo mingine? Unalipi la kuambia? Mimi kama katibu pia mchezaji, kitu cha kwanza nachopenda kuwaambia wanafunzi wenzangu ni kwamba michezo ina faida mbalimbali. Michezo afya, michezo furaha, michezo inatutengenezea yani community kubwa ambayo inaweza kukupa wewe connection. Michezo pia ni sehemu ambayo wewe unaweza ukaondoa vitu yani makando kando, kwa mfano stress, magonjwa. Na pia na washauri wa wadada wengine, kama una uwezo, kama una nafasi, hata kama wewe hujui kucheza lakini unatamani kujua kucheza, makocha wapo kila sehemu. Kwa mfano kwa chuo chetu kuna timu ya basketball wanawake ambayo pia wana kocha wao, anafundisha vizuri, anaweza akakufundisha. Kuna timu ya netball wanawake ambao pia wana kocha wao, pia anaweza kukufundisha na wanahitaji watu. Kuna timu ya mpira wa miguu wanawake, na vile vile tunatarajia kuendeleza kuandaa vipaji mbalimbali kwa ajili ya wanawake. Mwanamke akiinuka, jamii imeinuka. Haya, asante sana. Mwanamke akiinuka na jamii inainuka. Na mtazamaji wa kipindi cha Sports Warm Up, najua umejiweza kujifunza mengi na kuelewa mengi kuhusiana na timu hii ya wanawake kwa upande wa chuo cha Mtakatifu Agustino kilichopo hapa jijini Mwanza. Na ndani ya Sports Warm Up kwa siku ya leo niseme tu sisi hatuna la ziada, tunafikia tamati hapo. Na leo tulikuwa na mada mezani semayo
mipango ya kukuza soka la wanawake ndani ya chuo cha Mtakatifu Agostino. Niliyekuongozea mahojiano hayo ni mimi Hawa Salumbulula, lakini kwa niaba ya wote ambao walifanikisha kipindi hichi kukujia hewani, sisi tukutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa SAUT TV.